Imani mliotupatia Chama cha Mapinduzi si swala la hisani na ni zaidi ya kutimiza wajibu wenu kikatiba. Imani yenu kwetu ni deni. Tutawalipa kwa kuwatumikia na kuwaletea maendeleo. Serikali yetu imeendelea na jitihada mbalimbali za kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji ndani ya nchi yetu, ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa, uendelezaji wa bandari zetu na ujenzi wa barabara na viwanja vya ndege. Tunafanya haya yote kwa lengo la kuifungua nchi yetu kibiashara na kiuwekezaji, kupunguza gharama za usafiri na usafirishaji na kurahisisha bidhaa zetu kuyafikia masoko ya ndani, lakini pia masoko ya nje ya nchi. Kijiografia, nchi yetu ni lango la biashara kwa nchi jirani zinazotuzunguka. Kwa msingi huo, kila tunapojenga reli, viwanja vya ndege, bandari au barabara, hatuunganishi mikoa yetu pekee, bali tunaiunganisha pia nchi yetu na fursa za masoko ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika. Tunafanya haya ili nafasi yetu ya kijiografia tuliyojaliwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio anajua kutuumba Tanzania hapa tulipo, na akatupa rasilimali zote na nyenzo zote za kuifanya Tanzania kuwa kituo kikubwa cha biashara. Kwa hiyo kimaumbile Mungu alishatumba hivyo, lakini kisera na kisheria ni juu yetu kuifanya sasa Tanzania kuwa kituo kikubwa na muhimu cha biashara ndani ya Afrika, na tunaelekea huko. Tunafanya hayo ili kukuza biashara, kipato na ajira kwa wananchi wetu na ustawi wa taifa letu kwa ujumla. Miundombinu tunayoendelea kuijenga inakusudia kuunganisha shughuli za kiuchumi za mkoa huu na masoko ya ndani na nje ya nchi. Serikali yetu, kama ambavyo siku zote nimeendelea kusema, itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisera, kisheria na kitaasisi kwa ajili ya kuvutia uwekezaji zaidi ndani na kutoka nje ya nchi. Tunawakaribisha wawekezaji wengine wenye nia ya kufanya hivyo waje kuwekeza nchini kwetu kwa msingi ya manufaa ya biashara kwa pande zote, yaani wao wapate na sisi tupate, au kwa lugha ya Kiha wanasema win-win situation. Nipende kusisitiza suala la amani, usalama na maendeleo ya nchi yetu. Uwekezaji huu unagharimu fedha nyingi sana, zimetajwa hapa. Upande wa reli peke yake ni trilioni 7 karibu na nusu, mbali miradi mingine ya meli, bandari. Nimekwenda kuona bandari, nimeona maboresho makubwa yanayofanywa kwenye bandari ya Kigoma. Kwa hiyo uwekezaji wote huu ni fedha nyingi. Hivyo basi sote tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi na nchi kwa ujumla. Lakini sio tu kwa sisi tuliopo, hata kizazi kijacho, kwa sababu fedha yote tunayoiweka mkenda mkiharibu, kupata tena fedha ya aina hiyo kurudisha mradi ule ule itachukua miaka mingi sana, na hivyo kufifisha maendeleo ya kizazi kijacho. Kwa niwaombe sana wananchi wa Kigoma wote kuwa na itikadi ya usalama kwanza, alafu maendeleo yetu. Bila usalama hakuna maendeleo. Kusingekuwa salama leo tusingeweka majiwe ya msingi hapa. Wana Kigoma msingefurika kwa wingi hapa. Kila mtu angekuwa amejifungia na kuogopa kutoka. Niwaombe sana wana Kigoma, tuchunge usalama wa mkoa wetu. Katika hili navielekeza pia vyombo vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na Wizara ya Uchukuzi na wadau wengine muhimu kuweka mikakati madhubuti na shirikishi ya ulinzi wa miundombinu hiyo ambayo tunaijenga. Ndugu zangu,
Swala la amani na usalama nchi yetu ni kipaumbele cha kwanza na hatupaswi kulipuuza hata kidogo. Niwatake tulinde tunu hizi, tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo haya tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana. Mifano mingi tunayo. Nchi jirani hapo zinaagiza kila kitu kutoka nje kwa sababu hawana fursa, hawana wasaa wa kutulia na kuzalisha ndani kwao. Hata kilimo tu kidogo hawana wasaa na fursa ya kwenda kulima na kuvuna mazao yao wakajitegemea. Kwa hiyo amani na usalama ni maendeleo, na maendeleo ni amani na usalama. Sote tuwe macho na tuepuke wasaliti na maadui wa nchi yetu. Ndugu viongozi na wananchi, nirejee tena shukrani zangu kwa wananchi wa Kigoma kwa mapokezi mazuri na kujitokeza kwa wingi katika shughuli hii. Lakini zaidi ya hayo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alikuwa ananinong'oneza kwamba kuna zawadi zimeandaliwa kwa ajili yangu na ujumbe wangu. Kwa hiyo tunawashukuru sana wana Kigoma kwa zawadi hizo. Zaidi ni kushukuru Waziri wa Uchukuzi kwa kunipa fursa hii iliyoniwezesha kukutana leo na ndugu zangu wa Kigoma. Shukrani za dhati kwa kampuni za Kichina zilizojenga meli na zile zinazojenga reli na wale wote wanaotoa huduma katika miradi hiyo. Shukrani kuu ni kwa balozi wa China ambaye kwa ufanisi mkubwa anazisimamia kampuni hizi ili ziende kufanya kazi zao vizuri na kutotia aibu katika miradi hii. Baada ya kusema hayo, sasa nirudie kutamka kwamba meli 4 zilizoundwa kwa ajili ya kusafirisha mizigo katika ziwa Tanganyika zimezinduliwa rasmi. Vile jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora Kigoma sasa limewekwa rasmi. Kigoma oye! Maendeleo oye! Sasa niwatakie utekelezaji mwema wa kazi hii muhimu kwa mustakabali wa mkoa wa Kigoma na taifa letu kwa ujumla. Mungu aibariki nchi yetu, Mungu aubariki mkoa huu, na asanteni sana kwa kunisikiliza.